sana. Funua Isaya 54. Isaya 54 mstari wa 2. Yesu hivi, ni Mungu alikuwa anaongea na Isaya kwamba panua mahali pa hema yako. Panua mahali pa hema yako. Na watangaze mapazia maskani yako, usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako. Kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Kwa hiyo kuenea kila upande ni matokeo ya Isaya panua mahali pa hema. Haleluya. Panua mahali pa hema, afu ndipo utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Kwa ukubwa wa hema umebanwa na eneo. Kwa eneo likiwa kubwa, ile eneo nini linaongezeka. Yaani Isaya asipanue hema, apanue eneo la hema. Kwa nini? Hema itakuwa, ila hema imebanwa na ukubwa wa eneo. Kwa kipanua ukubwa wa eneo, hema itakuwa, hema itaongezeka. Kwa nini? Eneo linaamua ukubwa wa hema. Sasa nisikilize. Maisha yako ndio kama hema. Alafu lango lako ndio eneo ambalo maisha yako yamekaa. Kwa Mungu anakuja kwa hila, anabana eneo. Habari hema. Anabana eneo. Okay, kuwa na fedha ni maisha. Kuwa na afya ni maisha. Kuwa na familia nzuri ni maisha. Sasa maisha hayo yamefungwa kwenye eneo la lango. Kwa hiyo lango manake ndio maisha yanakaa. Lango ni fursa. Ambapo maisha yako yanakaa ni fursa. Kwa fursa ndio eneo ambalo panua hilo eneo. Kwa hiyo panua fursa maana unapanua maisha yako yote. Amen. Kwa Mungu anakuja kwa mbinu mbaya, kwa hila. Anabana habari maisha yako, anabana eneo la maisha. Ukubwa wa lango unakuza ukubwa wa jina lako. Na ukubwa wa jina lako ndio ukubwa wa kuaminika. Na ndio maana ukishajua lango lako, unakuwa mimi lango langu ni ufugaji. Mimi lango langu labda ni ajira fulani. Mimi lango langu labda ni ukulima. Hilo eneo jifunze kuliombea utukufu wa Bwana. Okay, tuko leo Januari. Maana Januari ni lango, ni fursa ya mwaka mzima, ni lango. Kwa hiyo jifunze kuombea Mungu utukufu wako uje, ukae. Lengo lake uonekane. Ambaye hana utukufu haonekani. Utukufu sio tu upako, utukufu unavuta.